Mimi nimetoka wilaya ya Mbulu, kata ya Ufana, tarafa ya Basnet. Nimeteseka sana tangu mwaka wa 2012. Mume wangu alikodesha shamba miaka 10. Baada ya miaka hiyo nikaenda ofisi ya kijiji. Mume wangu na yule aliyeuziana shamba akaleta hati ya mauziano, anasema nimeshanunua kabla wewe hujaolewa. Lakini mimi nililima shamba langu miaka 12 na watoto wangu. Nikaenda serikali ya kijiji, hawakunisaidia. Nikaenda baraza la kata. Baada ya suluhisho wa muda mrefu, yule bwana alikataa. Baadaye baraza likapendekeza kunipa shamba. Baada ya kunipa shamba, yeye akatangulia kukata rufaa. Nilipoenda kusikiliza rufaa, nikaambiwa siku hiyo hiyo, mama, wewe hujalima hilo shamba. Yeye akasema huyu mama ni mongo, hata kukanyaga hajakanyaga. Yeye akaambiwa kalime shamba lako kwa amani. Nikarudi. Baadaye nikaenda kutafuta msaada kwa mkuu wa wilaya. Namshukuru sana mkuu wa wilaya, alinisaidia mwaka jana. Baada ya upelelezi wa muda mrefu na vikao vingi na afisa tarafa, mwaka jana tarehe 28 mwezi wa 3 akanikabidhi shamba langu kutokana na ushahidi wa wananchi tuliolima pamoja, watu zaidi ya 200. Wa serikali yangu ilikuwa imenikataa, hawataki kunisikiliza. Baada ya hapo nikalima shamba langu mwaka jana, na nilipovuna marage mwaka huu nikapanda, nikapalilia. Tarehe 2 mwezi wa 2 nikakamatwa, nikaambiwa wewe unakosa la jinai. Nani alikukamata? Mkuu wa kitongoji. Nilipiga yowe, wananchi wakakusanyika, wakasema huyu mama. Huyu kitongoji yuko wapi? Yuko kijijini. Wananchi wakanipa hela, wakaniambia nenda katafuta msaada. Wewe umesaidiwa mbele yetu, shamba limechukuliwa, nimepalilia. Mkuu wa kitongoji akaita polisi, nikakamatwa, nikafikishwa polisi ya tarafa Basnet. Pole. Sasa mpaka sasa hivi shamba liko wapi? Yeye analima shamba langu. Mimi ninaenda kuripoti polisi wiki 3. Yeye analima shamba langu. Watoto wangu wametoroka, ananitishia maisha. Mimi ninatembea kwa hele wananchi. Mheshimiwa, haya nimekusikia vizuri. Na Mheshimiwa mkuu wa wilaya, ni wewe ndio uliamua mwaka jana? Ni Babati ndio uliliamua? Ndio ulioliamua hilo jambo? Hebu sogea mbele mama, sogea mbele kidogo hapa. Hebu mpe maiki mkuu wa wilaya. Wewe ndio uliliamua eh? Ndiyo mheshimiwa. Na ndio ulimpa? Mheshimiwa waziri mkuu, huyu mama ni kweli alikuja ofisini akiwa na tatizo lake hilo la mgogoro wa ardhi. Mimi na kamati ya usalama tukaondoka, tukaenda mpaka Ufana. Tukaita mkutano wa kijiji pale. Tukauliza wananchi na viongozi kwamba ili shamba ni la nani? Wananchi wakasema ni shamba la mama. Lakini ili shamba lilikuwa mume wake ni mlevi. Akiwa kwenye ulevi aliliuza huko hilo shamba. Na unfortunately mtendaji aliyekuwepo kwa kipindi kile, mwacheni asogee hapo mama. Aliyekuwepo kipindi kile alisaini hayo mauziano. Inasemekana ilikuwa ni usiku akasaini mauziano. Sasa baada ya kuona hali ya mama na mazingira wanayoishi, nilishauri pale mimi na kamati yangu ya usalama kwamba huyu mama na mume wake watafute ile fedha wamrejeshe yule aliyenunua lile shamba. Ilikuwa shilingi ngapi? Ilikuwa waliandika 140,000, lakini sio ya kweli, maana wao walidanganya na mtendaji wa kipindi kile. Basi nikasema warejeshe hiyo pesa kwa sababu ni ndogo,
ili shamba la familia lirudi waendelee kufanya maendeleo. Lakini tulipoondoka niliwaachia viongozi wa ngazi ya chini pale waendelee kulisimamia. Lakini kumbe yule ambaye alinunua, baada ya hapo yeye aliondoka akaenda baraza la ardhi. Kwenda baraza la ardhi, kesi ikaendelea wakati huyu mama yuko shambani. Kilichotokea, yule akashinda baraza la ardhi. Mama akarudi akaniambia mume wake amekamatwa na amepelekwa gerezani Mrara. Nikafanya utaratibu, nikawaombea kwamba yule baba afungwe kifungo cha nje ili warudi waendelee na ili kufuatilia. Sasa mkuu, tukashindwa kuendelea kwa sababu baraza ilishatoa maamuzi na kumpa haki yule mwingine. Sasa kwa hiyo sasa juzi nilimkabidhi kwa Samia Legal Aid ili waweze kumsaidia procedure za kukata rufaa. Asante. Hao wamefanya utapeli. Sasa kama nyaraka hizo ni za forgery, wao wanaenda kuuziana kilevi, alafu ndo wanafanya kwamba huo ndo utaratibu. Muongo mheshimiwa, ninazo hapa ni za kufuati. Mimi ninateseka, watoto wangu wameacha shule, wananitishia maisha. Sasa hivi mimi ninatembea, yeye analima. Jana mimi nilikuwa Babati, anasema yule mama amefukuzwa na waziri mkuu. Tarehe 12 mimi nilifika ofisi yako, nilitembea usiku, nimesha kusikia na sasa hivi umeshakuja. Hebu mkuu wa wilaya kwanza simamisha hilo eneo, wasiendelee kushikilia wale. Hebu libaki kwako mama, tulia, umeshalifikisha hapa. Tutachukua hatua zinazostahili kama ambavyo mkuu wa wilaya ameshaifikisha kwa Samia Legal Aid, lakini kwa sababu kuna viashiria vya forgery, naelekeza lile shamba ambalo mama huyo amelishikilia na hizo fujo zinatokea, zinaweza zikaleta uhalifu, asisogelee mtu mpaka tupate ufumbuzi kwanza. Na katibu, mpatie mkuu wa wilaya 140,000 awarudishie au matapeli waliouziana kwenye. Mpatie mkuu wa wilaya akawarudishie. Mama Samia Legal Aid, mtatuongoza au mama arudishiwe shamba lake.